Info en Swahili. Shukrani kwa nasi kwa kufuata ukarasa wa jioni ya leo katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Wafuasi wa Radio pia televisheni ya taifa na wasalimu mahali popote mmetufuata. Tutafungua ukarasa wa jioni ya leo na kuwajulisha ya kwamba tarehe 4 mwezi wa 4 ijayo ndio shauri ya ukingo ya ONI itaweza kujikusanya tena katika mkutano ya muhimu pale mjini New York nchini Amerika kwa ajili ya kutafakari swali kuambatana na hali ya usalama upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ajili ya matayarisho vema ya mkutano huo ndio mjumbe maalum wa katibu mkuu wa ONI katika eneo ya nchi memba ya maziwa makuu Wang Ziang aliweza kupokelewa na baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na mzunguko wa kazi ya matembezi ya kazi huyo ataweza kujielekeza pia katika nchi mbalimbali ya memba ya maziwa makuu. Bwana Wang aliweza kufasiria shabaha ya matembezi yake kuambatana na matayarisho bora ya mkutano huu ambao utafanyizwa tarehe 4 Aprili ijayo. Upande wake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kumfasiria kwa jumla hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imebaki yenye kuzoroteshwa upande wa mashariki. Aliweza pia kufasiria kwamba ONI imekuwa na shabaha ya kusindikiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hatua ya kuimarisha amani yenye kudumu katika eneo yote zima kuambatana na mkataba uliosainiwa huko nchini Luanda. Habari kuhusu wizara kuu tajulisha kwamba kuambatana na sherehe ambayo imesherekewa kila tarehe 8 mwezi wa 3 wa kila mwaka, sherehe ya kutetea haki ya mwanamke, ndio Waziri Mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka aliweza kuwapa joto wa mama wenye kufanya biashara mbalimbali, wale wa mama wenye kujitofautisha katika hali yao ya kutumika kazi. Ilikuwa katika sherehe ya edisioni ya mara ya 11 ya kijiji ya Kinakike ambayo ilifanyizwa huko kunako Pullman Hotel ya mji wa Kinshasa. Kiongozi mkuu wa serikali Waziri Mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka aliweza kufasiria kwamba mkutano huu, edisioni hiyo, ni kwa ajili ya kuinua kazi mbalimbali kwa ya uchuuzi ambao wamama wametumika hapo. Aliweza kusifu usujaa na nguvu ya wamama kwa kujitahidi katika hatua mbalimbali ya kazi ambayo itaweza kuwaruhusu kujigaramia, na hasa zaidi kwa wakati huu ambao upande wa mashariki umeshambuliwa na wajambazi, pia nchi ya Rwanda wakatumia wajambazi hawa M23. Katika siku hiyo ya tarehe 8 mwezi wa 3 huko, waziri mkuu aliweza kukumbusha wamama ya kwamba wasishushe mikono lakini watumike imara kwa ajili ya maendeleo. Upande ya makamu waziri mkuu waziri kusika na ukingo tajulisha kwamba bwana Gi Kabombo Mwandavita aliweza kufika, ilikuwa jana tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka utunayo pale mjini Boma katika jimbo la Kongo Central, ni katika sherehe ya kupokea rasmi mashua ya uchunguzi pia ukingo katika eneo ya maji ambayo ilifanyizwa hapo. Mnapaswa kujua kwamba katika sherehe hiyo walikuwa hapo kitako viongozi wa kamanda ikawa ya kijeshi, viongozi mbalimbali ya serikali ya jimbo, hata liwali makamu wa jimbo la Kongo Central. Katika masemi yake, makamu waziri mkuu waziri kusika na ukingo aliweza kufasiria ya kwamba alisifu kweli hatua hiyo ya baba wa taifa ya kutolea sekta hiyo na mashua ya uchunguzi ambayo itaweza kubaki kama vile zamu ya uchunguzi katika mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya maji. Mnapaswa kujua ya kwamba hapo aliweza kutoa rasmi mikononi mwa viongozi wa sekta hiyo, na baadaye aliweza kutembelea mahali mbalimbali ambao kazi hiyo itaweza kufanyizwa ndani ya mashua hiyo kwa ajili ya kuangalia namna gani wataboresha kazi katika sekta hiyo ya uchunguzi ndani ya maji. Habari kuhusu kuambatana na sherehe ambayo ilisherekewa ya haki ya mwanamke, ndio foundation ya Calitex Mnanayo ambaye iliweza kusherekea siku hiyo katika hali ya maombi pale Kipushi kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu kufatana na hali ambayo imepatikana upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walivaa mavazi ya mweusi kwa ajili ya kuonesha maombolezo,
hiyo, na waliweza kuvaa pia vitenge kichwani ya mwekunda kwa ajili ya kujulisha idadi ya damu ya wakongomani ambao imemwangika kila siku. Sherehe hiyo ambayo imeonyesha ya kwamba hiyo raia wakongomani wamechoka, na hapo wamelalamika kwa Mwenyezi Mungu kuambatana na ili amani irejee ikawa upande wa Kivu ya Kusini ama Kivu ya Kaskazini ambao imeshambuliwa na nchi ya Rwanda. Upande wake mtumishi wa Mungu Mujinga wa kanisa ya Methodiste aliweza kupiga nukta zaidi na kuhimiza raia wapate kuendelea na kuomba ili amani yenye kutoka kwake Mwenyezi Mungu imarishwe nchini DRC. Amekuwa nyuma ya ujumbe ya wale wenye kusindikiza kiongozi ama speaker baraza la wazee, kiongozi wa RSP Bwana Miguel Kashal Katemba amealika raia wa Kongomani wawe na mapendo ya nchi, wawe na umoja. Yeye amekuwa kati ya wale wenye kumsindikiza spika baraza la wazee katika matembezi hiyo ya kuhimiza ujumbe ya baba wa taifa kufatana na aliko hiyo kwa umoja, mapendo ya nchi, pia wa raia wenye kuwa na umri ya miaka kujiandikisha katika jeshi. Bwana Miguel Kashal Katembo yeye aliweza kusifu kujitahidi kwa vijana ambao walimekwisha kujingiza ndani ya jeshi kufatana na aliko ya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pia mkutano kuu ambayo waliweza kujulisha hapo speaker wa baraza la wazee Bwana Jean-Michel Samalukonde Kenye, ambaye aliweza kuhimiza raia kufatana tu na hali hiyo, mapendo ya nchi, kutetea nchi. Kila mkongomani mahali popote amepatikana apate kutetea nchi na kufungia adui wa amani njia. Tujelekeza katika jimbo ya Chopo, tutawajulisha ya kwamba mapendo ya nchi hiyo ndio imshurutisha ujumbe ya wanabunge ambao kati yao ni mteule wa taifa Patrick Matata Makalamba, mteule wa Kisangani. Aliweza kufika mjini Kisangani kupitia uwanja ya ndege ya Bangoka, huko ambako ujumbe ya serikali iliweza kujelekeza hapo, na wakati yao pia makamu waziri mkuu, waziri kusika na kazi ya kiserikali Bwana Jean-Pierre Liau, ambao walikuja pale mjini Kisangani ni kwa ajili ya kuunga tu ujumbe ya baba wa taifa ya kuhimiza raia wa Kongomani kufatana na uamsho ya zamiri kuambatana na yale yenye kupitikana upande mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye kushambuliwa na wajambazi wa nchi ya Rwanda wakijipitisha kufatana na waasi wa M23. Katika masemi yake mbele, Bwana Jean-Pierre Liau aliweza hivi kushurutisha kwanza mteule Patrick Matata kwa ajili ya kualika raia katika hali ya umoja na mapendo ya nchi, wakiunga mkono mkononi wote nyuma ya baba wa taifa, waunge mkono kwa ajili ya kufungia adui wa amani njia. Mnapaswa kujua ya kwamba hapo ilikuwa katika matembezi yako pale mjini Kisangani. Katika jimbo la Ituri tunajulisha kwamba zaidi ya toni 113 ya raia wa teritoria ya Jungu waliweza kufaidiwa na msaada ambayo ni msaada ya viongozi ama mteule wa taifa Daniel Uyewa. Mafasirio kamili tufuate. Ninapata manjanja kabisa, mimi nashukuru sana. Namuna mitalala ndani ya nyumba ya manjanja ya Nouveau akumbi mipado poteza jua honorable Uyewa. Merci sana, Mungu ambariki, ampandisha, muongezee mingi. Ililungula kumwezi ya 6. Ndio nyumba yetu lungulaka hapa tu Gangala tu kwa tulikuwa hapa. Nasema kwa kiasi manya juani tujenge turudie kumwingine tu. Juu tulipoteza mingi sana. Nasema merci sana, Mungu arudishie tena zaidi. Ni kwa jenga mara moja, ni kwa jenga. Mimi nilipoteza manjanja 28. Mimi nasema merci, Mungu aongeza zaidi kupita pale. Atasaidia kesho, mimi natia mgolo nyama mara moja panda yulu. Angar mimi anja kala chini yake pale. Mambo mimi nakosa haki. Mimi nateseka. Tena miko mama mjane. Mimi mzaliwa ya Lojo. Tena mimi nakomea hapa. Mimi wenda jenga naye ndana parcele yangu babaki matoto vile pana saka kufa. Menda jenga ndani hivi saidie batoto basome. Moya kujenga pali kuya.
kwa ajili ya kuhimiza raia kufatana na hali ya kushambuliwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki. Alirejea hapa mjini Kinshasa ni mtule Germain Chinyamanzola Ntima ambaye alirejea mjini Kinshasa siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka huu tunayo, baada ya matembezi ya kazi huko katika mji ya Ubelgiji, huko ambako aliweza kufaidia kuhimiza wanamemba wa chama yake REP kulingana na hali ya uongozi kuu, hasa zaidi kwa kualika wakongomani kuwa na umoja. Germain Chinyama aliweza hivi kufanya mkutano ya kazi kwa ajili ya kuweza hivi kutafakari swali mbalimbali kulingana na matembezi yake ya kazi ambayo aliweza kufanya hapo. Unapaswa kujua kwamba katika mkutano huo ilikuwa pia swali kwake kuweza kuhimiza wanamemba wa mkutano huo kufuatana na ujumbe kuu ya kuwahimiza kulingana na amani ya nchi. Katika mwisho ya mazungumzo yao waliweza kualika kuwa nyuma ya viongozi wa nchi. Upande wa changu tutawajulisha ya kwamba Jonathan Bialasuka Wata, yeye ambaye ni moja muungano, aliweza hivi kujielekeza katika eneo ya changu kwa ajili ya kuhimiza raia kulingana na uamsho wa zamiri na mapendo ya nchi, kuambatana tuna ujumbe ambao baba wa taifa aliweza kutoa kwa faida ya nchi. Kwa wakati huu aliweza kunena ya kwamba si tena wakati ya mgawanyiko kati yetu, lakini imekuwa wakati ya kila mkongomani aunge mkono mwenzake mkongomani ili pamoja tupate kusukuma mbali adui ya amani. Ilikuwa masemi yake bwana Jonathan Bialosuka, ambaye wote wamekuwa nyuma ya vikosi vya FARDC, wamekuwa nyuma ya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pia wasujaa wa wazalendo au pamoja wamechukua hatua hivi ya kujihimiza na kuonesha mapendo yao kwa ajili ya nchi, ili wawe pamoja kama vile mtu mmoja, ili adui wa amani apate kusukumwa mbali yule yote ambaye amekuwa na nia mbaya ya kuzorotesha amani nchini DRC. Kufatana na mpango kuu inayoitwa Kini Elenda, ndiyo kiongozi mkuu wa Regideso David Chilumba Mutombo pamoja na mfuasi wake Jean Bosco Mwaka Indele, pia kiongozi wa SEP, wote walifanya matembezi ya kazi ya uchunguzi huko kunako kazi mbalimbali imefanyizwa ya shirika hiyo ya Regideso. Ya kwanza ilikuwa huko katika eneo ya baraje hiyo ya eneo ya huko katika eneo ya Kin Este, huko ambako kazi waliweza kutembelea kisima mahali imejengwa kwa kuboresha hali ya kusafisha maji ya shirika hiyo ya Regideso, kufuatana na kituo ya kwanza, ya pili pia ya tatu. Baadaye walijelekeza katika eneo ya Regideso Kisenso, huko ambako visima vya maji vimejengwa kwa ajili ya kutoa maji safi kwa raia wa Kongomani. Ujumbe hiyo iliweza kujelekeza katika eneo ya Lemba Imbu, huko ambako nako mashirika mbalimbali yenye kulingana na hali ya kuongoza maji safi imejengwa kupitia eneo ya Eucalyptus katika eneo ya Njili, huko ambako kibambazi kuu imejengwa kwa ajili ya kuchunga vizuri shirika hiyo. Habari nyingine ni kuwajulisha ya kwamba wamekuwa tu na kimbilio moja, ni Mwenyezi Mungu. Hawa ni wakati ya kufatana na yale yenye kupitikana pana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko ambako nchi ya Rwanda imeshambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamama wa Katolika ya parokia ya Sainte Trinite ya eneo ya Debonome katika mtaa ya Matete wamekuwa tu na nia bora ya kujitahidi kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu ili amani ipate kurejea nchini DRC upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatana na mwezi huu wa mama hawa waliweza kuzuria katika mkutano kuu itaweza kufanyizwa huko mbele ya baraza la bunge tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka huu. Tunayo wamama hawa wamenena ya kwamba kwa wakati huu ambao upande wa mashariki umezoroteshwa na amani, ni wanawake ndio wamebakwa, wanawake wameuawa, na haya yote imeleta sikitiko. Wamejitahidi kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu arudishe amani yenye kudumu nchini DRC.
Habari nyingine tutajulishwa kwamba kiongozi mkuu ya muungano ya wagereva ya pikipiki Bwana Ziko Mukanga aliweza kufanya matembezi ya mzunguko ya mtaa hiyo ya Lemba, huko ambako alitembelea vituo mbalimbali ya jamaa ya wagereva ya pikipiki hawa ambao waliweza kufariki kwa wakati ya msiba mbalimbali na kadhaa, hata kwa mauaji na kadhaa. Upande wake alijelekeza hapo ni kwa ajili ya kuwapa moyo na kuwafariji kulingana na hayo. Alipofika hapo aliweza kulaumu hali hiyo mbovu ya uzorotaji wa amani na kuomba viongozi wapate kuimarisha hali ya usalama, pia ukingo ya wagereva wa pikipiki hapa mjini Kinshasa, kwani wajambazi wengi wameshambulia wagereva wa pikipiki na kuweza kusababisha hata vifo vyao. Hapo Bwana Ziko Mukanga aliweza pia kutembelea huko mahali ambako barabara imejengwa ni kwa ajili ya kuweza kuboresha kazi katika sekta hiyo ya uchukuzi, ambayo aliomba pia na viongozi wapate kuimarisha hali ya usalama kwa faida ya wagereva wote ya pikipiki. Wafuasi wa Radio Televisheni ya Taifa, ni katika habari hiyo tumepika nukta kwa habari yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba yote tunapikia asante. Mwenyezi Mungu akitaka tukutane kwa siku za usoni inshallah. Tout de suite, info en Chiluba.